Kama unapitia changamoto nyingi sana kwenye maisha yako, basi hili darasa ni maalum sana kwa ajili yako. Na kama ni mara yako ya kwanza unatazama hii video ama unasikiliza hili somo, basi hakikisha unabonyeza alama ya neno subscribe chini ya hii video, lakini pia utabonyeza kengele. Hongera sana, umekuwa mwanafamilia, utapata kujifunza mambo mengi sana ambayo yatakusaidia kwenye maisha yako. Leo tutazungumzia chumvi ya mawe. Najua sio mara ya kwanza kusikiliza neno chumvi ya mawe. Nitakuongeza faida zingine ambazo zitakusaidia kwenye maisha yako wewe na familia yako. Na ninazungumzia chumvi ya mawe, nazungumzia chumvi ya bahari. Ni jinsi gani unaweza kuifanya chumvi yako ikawa dawa. Kwanza kabisa unapokwenda kuinunua, hakikisha una pesa kubwa ambayo itakufanya uache chenchi, na hii itakusaidia kuleta nguvu zaidi. Unaweza ukamwachia muuzaji ama ukajifanya umesahau tu na kuondoka, lakini si lazima. Kama hutaki kufanya hivyo, basi unaweza ukainunua kawaida tu kama ambavyo unanunua, na ningekushauri ununue ile ambayo imehifadhiwa sehemu, so ile ambayo inaonekana kwenye macho ya watu. Kwa hiyo ningekushauri uende kununua kwenye duka la dawa za asili, kwa sababu mara nyingi sana huwa inakuwa imehifadhiwa vizuri na sio macho ya watu wengi sana wanaipiga. Tofauti na zile ambazo zinawekwa kwenye masoko, unakuta imeanikwa kwa muda mrefu sana. Hata ukienda sawa kwenye masoko, unaweza ukamwambia yule muuzaji kuangalizie nyingine ambayo ni mbali na ile ambayo ameiweka pale, imepigwa na macho ya watu muda mrefu. Unaweza kumwambia una chumvi nyingine ambayo umeiweka pembeni. Akikwambia hivyo, basi utamwambia kabisa, mimi nahitaji hiyo ambayo umeiweka pembeni. Anaweza kukuuliza shida nini, unaweza kumwambia hapana, unajua hiki kitu kikishaka wazi sana pia huwa kama kinapoteza nguvu. Kwa hiyo unahitaji ile ambayo umeifunikia, ama pia inaweza kaa imepigwa na vumbi, nahitaji ile ambayo umeifunikia. Narudia tena, kuna machaguo mawili. Unaweza ukainunua na ukamwambia yule mtu anapokurudishia change, labda kurudishia change akamwambia okay, kanywe soda ama akafanya nini. Utaamua mwenyewe unatoa msaada gani. Kama utachukua ni 10,000, kama utachukua ni 2,000, angalia uwezo wako. Kama utachukua 5,000, angalia uwezo wako. Hakikisha tu unapata ile ya change kama unahitaji kutoa msaada, kwa sababu mara nyingi unapotoa pia ulimwengu unakuwa unakupa na wewe wakati unapokuwa unahitaji, ama pale kwenye uhitaji unakupa kwa haraka. Kwa hiyo hiki ni kitendo cha kutoa msaada kwenye ulimwengu. Ndio maana unakwambia jitahidi kutoa msaada kwa mtu yote ambaye unajua anahitaji msaada. Jamani, msaada sio unatolewa tu kwa wale watu ambao labda wana matatizo, unamwona sijui anaumwa sijui anavaa. Hapana. Unaweza kama unapita tu hivi sehemu unakuta mtu labda anapata shida, au ni mama tu anauza vitu vyake, ana mtoto, jua kali sana, unaweza kumnunulia hata mwamvuli. Ni msaada. Kwa hiyo mara nyingi matendo ya msaada huwa yanasaidia kurejesha, yani kuvuta vitu vingi ambavyo unavihitaji kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna msaada pamoja na sadaka. Ile somo nishalifundisha nyuma sana huko. Kwa hiyo ndo namna nzuri ya kuweza kutengeneza chumvi kama dawa, yani kubadilisha chumvi kuwa dawa. Tofauti na hapo, narudia tena, nunua vile ambavyo wewe unaona ni sahihi kwako. Wewe nenda tukanunue kawaida, chukua chako ondoka. Inawezekana pia, hakuna shida. Inategemea ndani ya nafsi yako. Usitoe tu kwa sababu mimi nimesema toa. Basi baada ya hapo kazi inaanza. Unaweza kuchukua kipande kimoja kidogo ukaweka kwenye mfuko wako pindi unakwenda kwenye shughuli yako. Ni ulinzi mzuri sana. Unaweza kuchukua kipande kidogo ukaweka sehemu ya kona ya nyumba yako ama mji wako. Lakini kumbuka unapoweka kwenye kwa ajili ya ulinzi, kama umeshanuia, unaponuia sema ewe mlinzi, kwa sababu tayari ulishaitoa kwenye upande wa chumvi na umeweka kwenye upande wa dawa. Sema ewe mlinzi, naomba ukapate kunilinda katika labda safari yangu, naomba ukapate kunilinda katika biashara yangu. Hivi na hivyo utazungumza wewe vile unapotaka, kulingana na maeneo gani ambayo unahitaji kulindwa nayo. Kwa hiyo kwenye upande wa ulinzi unaweza ukafanya hivyo. Kwa wale watu ambao wanahitaji kusafiri, unaweza unachoma chumvi kwa manuizi yako, safari yako ikawe njema. Haijalishi ni safari gani, labda unaenda kufanya interview, labda unakwenda ama unakwenda mkoa mwingine, tuseme hivyo, ama unakwenda kwa ndugu yako kuongea naye shida fulani, basi unaweza ukachoma pia. Kwa hiyo haijalishi. Pia huwa inatumika sana pia kwenye
masuala mengine kama uvimbe. Kwa mfano kama una uvimbe wote ambao huuelewi, labda kwenye miguu, sehemu yote ya mwili wako, unashangaa tu uvimbe unaota waleki, unaenda kununua mafuta ya mnyonyo. Katafute mafuta ya mnyonyo. Ukienda kutafuta mafuta ya mnyonyo, chukua kidogo hiyo chumvi ya mawe, twanga kidogo tu, dumbukiza kwenye hayo mafuta, tikisa, paka hilo eneo lako ambalo unaona lina uvimbe usioeleweka. Kwa hiyo paka tu taratibu, paka unapolala, unapoamka, paka usisugue. Yani kama ile massage ni taratibu tu, basi utaona tu huo uvimbe unapotea ama unatokomea. Na pia kwa wale ambao hawaelewi, yani wanajihisi wazito, chukua beseni, weka maji vuguvugu, kata vipande vya limau kidogo, weka kwenye hilo beseni, chota chumvi yako kiasi kidogo, tupia humo kwenye beseni, kanyaga miguu yako ndani kama dakika 15, toa. Kama una mafuta yote ya asili ya nazi, ya mzaituni, massage vizuri miguu yako. Ni vizuri kujifanyia hivyo mara kwa mara, na itakusaidia pia kushusha mizigo. Maana unapokuwa unatembea kuna mambo mengi sana, unaweza kuruka vitu, vikanyaga vitu fulani. Kwa hiyo itakusaidia ile kushusha. Lakini pia hii ndio inafahamika sana, kama unahitaji toa baadhi ya vizuizi kwenye mwili wako, pia unaweza kutumia koge. Kuna watu ambao wameshaiogea sana na wameshaleta ushuhuda mwingi kwamba imebadilisha maisha yao kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo unaweza kuoga kawaida, ukachukua ndoo ambayo ikawa safi, ukachota kidogo, ukaweka humo, ukazungumza zile nia zako, ukaoga kwenye mabega kushuka chini, ukamalizia kichwani, basi ukapaka mafuta yako kama kawaida, ukaenda kwenye shughuli zako za kila siku. Pia unaweza ukatengeneza maji yako ya baraka ambayo ukaweka maji yako vizuri. Kama utapata ya chumvi ya mvua, kama utapata ya mvua itakuwa ni vizuri sana. Kwa hiyo unaweza ukachukua maji yako hayo ya mvua. Kama utakuwa pia na chungu itakuwa heri, ukaweka humo, alafu ukachukua chumvi kidogo, ukadumbukiza humo, ukazungumza vile ambavyo unajisikia wewe. Baadaye ukaweka kwenye kopo lako, yani tuseme kopo lako spray. Basi hakikisha umesema nia zako zote. Kwa hiyo utakuwa unatumia kuspray baada ya kufanya usafi mkubwa kwenye nyumba yako, labda umewasha ubani wako, umewasha udi wako. Pia hayo maji unaweza kutumia kuspray kuzunguka nyumba yako, kona ya nyumba yako, ama unaweza ukaweka hata kwenye maji kama kuoshea, labda kama ni mtoto ama wewe mwenyewe ama mtu yote ambaye unamwona kabisa hayuko sawa kabisa. Lakini pia unaweza ukaitumia kama kama kutaka kitu kwa mtu, kwa sababu tunasema kwamba mara nyingi sana chumvi ni kitu cha muhimu sana. Hakuna mtu ambaye ajisikia hakihitaji, kila mtu anakihitaji. Ni kitu ambacho kinapendwa, na mtu hawezi akapita siku hajatumia chakula chenye chumvi. Mara nyingi sana labda awe amefunga, kanapo akifungua jioni lazima atatumia tu. Kwa hiyo kama unahitaji kitu kwa mtu, pia unaweza ukachoma kwa matakwa ya kutaka kile kitu ambacho unataka yule mtu akufanyie. Kama unataka mtu akufanyie, unaweza ukafanya hivyo, ukatupa kidogo kwenye moto na ukaongea matakwa ya kutaka mtu afanye jambo lako. Lakini kupendwa pia unaweza ukaogea kwa kuchanganya na marashi rose. Kanunue marashi rose, chukua na hiyo chupa kwenye maji, changanya marashi rose kwa muundo wa kufungua milango yako ya baraka. Lakini kwa wale ambao waga wanazungumza kwamba pesa hazikai, pesa hazitulii kabisa kwenye mikono yao, kata kipande cha limau kiasi kidogo, sugua mikono yako na kile kipande cha limau. Cha kulia sugulia kulia, cha kushoto sugulia kushoto. Kimaliza tupa na mikono yako, basi utaona kabisa kuna namna fulani milango inaanza kufunguka. Na pia unaweza kama miguu yako huielewi imeanza, kama unahisi kuna vitu vinatembea kwenye nyayo, pia unaweza ukafanya hivyo, kuweka chumvi kwenye limau, unasugua viganja vyako vya miguu upande wa kulia kushoto, unatupa, unaosha. Ukishaosha, na iwe asubuhi sana, yani hakikisha kama unasumbuliwa miguu ile ya ghafla kabisa, iwe ni asubuhi sana. Kwa ukishafanya hivyo, unatupa hayo maganda ambayo yani vile vipande vya limau ambavyo tayari umeshaweka na chumvi upande wa kulia na kushoto. Basi yale maji mwaga barabarani, yani mwaga tu barabarani asubuhi sana. Hakikisha unaamka saa 12 unafanya zoezi, mwaga huko barabarani. Kwa hiyo kama kuna kitu fulani utakuwa uletego, utaona kinapotea. Na ukishamaliza hapo, paka mafuta yako yote ya asili, paka mafuta ya nazi, paka mafuta ya mnyonyo, basi kuna namna fulani utaona kuna utulivu. Lakini
kumfanya mtu kukumbuke, ama komis pia unaweza ukachoma kama inavyolipuka basi kwenye moto, na yule mtu akapata kulipuka moyo wake. Yani kila atakapokula tu, akigusa tu chakula hicho, basi moyo wake upate kulipuka na kukukumbuka. Kama amekusahau, labda bosi asema atakupigia simu, ama wateja wako, ama mtu yoyote yule wa karibu ambaye unaona kabisa kwamba amekusahau. Kwa hiyo ina matumizi mengi sana. Unaweza kudekia pia sehemu yako kwa kuvuta bahati nzuri. Unaweza kuchanganya pamoja na mdarasini ukadekia sehemu yako ya kufanya biashara nyumbani, pia kama kuna vizuizi vya kutopata pesa, na ukanyunyuzia kuzunguka nyumba yako. Kwa hiyo inaweza kufungua baraka kubwa sana. Hii huwa inafungua baraka sana, hasa kama wewe una familia kubwa, labda una watoto wako wameenda kujitafutia huko riziki. Kama labda wazazi riziki zimefunga kwenu, usitegemee kwa watoto wenu, pia riziki zinaweza kufunguka, pia zinaweza zikafunga kwa sababu mizizi haina rutuba. Kwa hiyo hakikisha kama una familia nje, hakikisha unajiweka wewe sawa na familia yako kwanza nyumbani, ili nao watu wengine pia wakapate kumea, matawi yako yakapate kumea pia. Kwa hiyo kwa leo nimeamua kushare na nyinyi haya ambayo nimeshare. Kama utakuwa umependezwa na hili darasa, ama umevutiwa kwa namna moja ama nyingine, tafadhali hakikisha una like, lakini pia una comment na una share kwa wengine ambao unaona kabisa wanastahili kujifunza. Na kama kuna kitu kimekugusa, pia unaweza kutuandikia kuna kitu kimenigusa, ama kuna kitu nimeona kabisa nimekipokea. Kwa hiyo kila mtu anakwenda kubadilisha maisha yake sasa hivi kupitia kile ambacho nimekifundisha ama kielezea hapo sasa hivi.